Unaambiwa katika maisha ya mwanadamu kila jambo huja kwa wakati wake na kipindi chake sahihi. Basi bwana, tunaanza mzigo wetu, tunakutana na mshikaji anakwenda kwa jina la Senti. Ukimtazama Senti, alikuwa yuko upande wa jikoni kumshikaji, anaandaa mazagazaga. Pia alikuwa amembeba mtoto wake wa kiume. Mwamba anaonekana ana upendo sana kwa familia yake, maana ukimwona jinsi anavyofanya ikaeka pilika huko akiwa amembeba mtoto inakuwa ni noma sana. Basi mshikaji aliamua kwenda kumlaza mtoto. Upande wa pili kunakutana bidada anakwenda kwa jina la Epi. Huyu ndio kipenzi au mama watoto wa Mwamba Senti. Kwa Senti alipofika chumbani anakuta mke wake yuko busy anajilemba, yuko busy sana. Mshikaji akamwambiaje, mama watoto vipi? Muda wote kio ufue nguo zako, maana zina kama wiki hujaweza kuzifua, huko busy na mpaka zinaanza kutoa harufu. Mbeje, sasa hizo nguo zinakuhusu nini wakati ni za kwangu? So kunichomenya tu kabisa, chumba kinakuwa na hewa nzito. Hewa nzito, si ndio hivyo? Ina maana wanifundisha majukumu yangu. Afu mimi niko busy na kazi sana. Mimi sio mtu kama Mbeni niko free. Mshikaji akakosa neno la kusema. Inaonekana mshikaji hapo alipo analelewa na mtoto wa kike. Maana kwa maneno ambayo anaongea, mwanaume kamili ni ngumu sana kumwambia. Basi mtoto wa kike aliendelea kujilemba Epi. Basi upande wa pili kunakutana mtoto wa kike anakwenda kwa jina la Gloria. Gloria alikuwa analia mtoto wa kike. Nini ambacho kinamliza huyo bidada? Pia bidada alikuwa yuko maeneo ya jikoni analia sana. Mtoto wa kike analia kwa uchungu. Muda huo likama tokea njemba moja nyuma yake. Hii njemba inakwenda kwa jina ya Freddy. Freddy ndio mume halali wa mtoto wa kike. Gloria mbeje, hata ukilia zani kama kitakusaidia kitu chochote kulia kwako hakuna maana. Tuambie, sikia Freddy, hivi kipi ambacho kilifanya mpaka ukanioa? Nini ambacho niliweza kukuvutia mpaka ukanioa ukaniweka ndani? Maana nashindwa kukuelewa. Mwamba akamwambia mbeje, ni familia yetu. Sasa ni familia. Kipi nakupikia, kila kitu nakufulia, kila kitu nakufanyia, lakini sielewi ni kipi ambacho nakumiza auli humu ndani. Ambia kula. Mimi waga natoka nimekula uko nako toka. Mimi ni mwanaume, afu kula mwanaume sio lazima sana. Wewe fanya mwambie sawa kula auli. Mbona mimi hatujalala tunakaa miaka mingapi kwendo wetu? Yaani hatujafanya kitu chochote cha ajabu. Yaani ina maana kwamba sina maajabu kwako ni mtu wa kike. Alikuwa anamlalamikia mshikaji kwamba mshikaji hata kukonya mshikaji, akonyeni samaki mchanga, afanye kazi kwenye nyumba. Basi mshikaji akawa anaondoka zake. Mwamba kimwangalia aise, Freddy ni bonge la mbavu, lakini Mwamba inaonekana kama Mwamba ana maajabu. Mtoto wa kike akaendelea kulia, maana hamna kitu ambacho mwanamke anajisikia vibaya pale anapompikia mume wake, afu mume wake alimsosi. Basi tuachane kwa wili kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Senti. Alikuwa anamwandaa mtoto wake hapa. Nini mshikaji anampa uji Mwamba. Mwamba anampenda sana kijana yake, kwa sababu analelewa au tu ni mapendo. Muda huo Epi alikuwa na jana zake na kuondoka. Mshikaji akamwita, vipi Epi, mbona uko busy sana kipenzi? Nini ambacho kinafanya kuwa busy hivyo? We, toka lini tumeanza kuita mtu akia kama mshikamuliza mshikaji, vipi unaniitaita? Ina maana uelewi kwamba nitakuwa niende kazi unilizeti, vipi unaenda wapi? Wewe leo utatibu kwenda? Nadhani jana usiku nikwambia kwamba leo naenda kutafuta kazi. Ina maana huyo mtoto vipi? Mtoto anabaki na nani? Mtoto? Yaani wewe ambaye unaenda kutafuta kazi, tunaona kama utapata kazi, yani uniache mimi mtoto mwenye kazi ambaye nakaa kazi. Sikia. Afu sio utaratibu wangu. Sikia wewe. Hebu kuwa serious. Wewe ni mwanamke, malezi yote ni ya mwanamke. Kwa maana unavyoniacha mimi mtoto kila siku, unaanza kujizoeza, si ndio hivyo? Wewe ni mwanamke, nitakuwa mleo mtoto apate kunyonya, lakini tunampa mtoto vimaziwa vya ajabu, utaka kumnyonyesha. Yaani mtoto ni wako au sio wako? Na maana kuna muda anashindwa kukuelewa. Mtoto ni wangu sio wangu. Hayo majibu nayo wewe. Mimi nadhani muda wa kwenda kazini umefika. Mtoto wa kike akaondoka zake pia kutaka maneno mengi na mshikaji. Na maana mshikaji Senti ameshaachiwa mtoto. Yaani Senti malezi yote ya mtoto yako juu yake. Mtoto mwenyewe basi anamjua baba kuliko hata mama. Mtoto mwenyewe hana hata shida na mama, ni mdote anadili tu. Basi mshikaji Senti akaendelea kumliwaza mtoto wake pale. Jamani dadi, tukatafute kazi mwanangu. Mbona mamako ametuzingua, inabidi tuingie kwenye harakati. Basi mshikaji akawa amejikomba amejiandaa kile kinaona mshikaji yuko site. Mwamba anakula mguu na mtoto wake. Jua kali anamziba tu mtoto na kabox. Basi mshikaji anakula mguu wa kutosha paenda kutafuta kazi. Muda huo jua limewaka kweli kweli. Alafu mshikaji alikuwa na fedha tu ya kupandia daladala na boda wale. Ni basi daladala zenyewe zimejaa kinoma. Unajua Lagos ni mji ambao uko busy sana kwenye bara la Afrika. Basi mshikaji anaangalia daladala daladala yote ambayo anaiona, kila daladala inayopita ilikuwa imejaa. Basi Mwamba akabatika kuiona daladala, mshikaji akawa amesimamisha. Basi mshikaji alikwenda kuomba kazi ni kwenye ofisi ya mtoto wa kike Gloria. Mwamba anafika pale, Gloria anamuuliza vipi? Akamwangalia mshikaji, afu mtoto akiwa mbeba mtoto. Ni kitu ambacho ni cha ajabu kwenye kani. Akamwambia vipi? Wewe ni nani? Anambia naitwa Senti. Ndio wewe ambaye umekuja kwenye interview? Mshikaji anambia ndo mimi. Mshikaji mtokea aanze kumuuliza vipi sasa kuhusu huyo mtoto. Mwamba kabidi aanze kutoa maelezo. Huyo mtoto kuna moja na mbili nini, nadhani ilikuwa tu ni Batman shindwa kumwachia nyumbani lakini nadhani sio mbaya zaidi, nadhani itakuwa ni mara mwisho sitaweza kuja naye tena, ni leo tu buzo. Basi mshikaji akawa amejieleza vya kutosha. Mtokea mbeje, basi hamna shida, naomba uweze kukaa hapo niweze kukufanyia interview, maana Mwamba amekuja kucheck interview uweze kupata jara ya kupiga. Basi ambia leta CV zako. Mshikaji akamempa CV zake, mtokea aweze kuzigombea sawa. Kwa mtoto akika mbeje mshikaji, basi hamna shida, unaanza kukaa
kutoka hapo na mambo mengine yakawa yanaendelea. Kabidi kwa Mwamba aweze kujituliza mtoto wa kike huko, akaenda kukagua CV za Mwamba Senti. Akakaguliwa na Senti, aliweza kupata kazi moja kwa moja bila yana. Basi mshikaji alipoweza kurudi nyumbani, nani Mwamba Senti akiwa na mseti mtoto, mwanangu baba yako amepata kazi, baba yako amepata. Mshikaji ana furaha kuliko, maana kibarua ni vigumu sana kuvipata mjini, hasa ukiwa mtu ambaye umezaliwa hapo muda huo. Alikuwa anarudi mtoto wa kike hivi, anafika anashangaa Mwamba anambemba, vipi mbona makelele sana umndani? Kelele za niambia na furaha kwa sababu nimeweza kupata kazi. Kwa furaha yote ni kwa sababu nimeweza kupata kazi mke wangu. Mshikaji ana baya, anamwambia mke wake ukiwa na furaha, lakini mama watoto wake epi ana furaha kuliko, yani anaona kama mshikaji ataanza mazalo, maana alikuwa mzalo kwa sababu mtoto wa kike ndio alikuwa anazingatia mahitaji yote ya umndani. Kwa mshikaji alikuwa anafurahi mtoto wa kike hakuweza kufurahi swala la mshikaji kupata kazi. Mwamba alijua tu kwamba ile swala mke wake aliwezi kumfurahisha yeye kupata kazi. Mwamba yuko busy anambadilisha mtoto wake nguo. Mtoto wake anampenda baba kuliko hata mama mwenyewe, mama wa kidigitali, mama wa 2000 na buku. Kwa hiyo yuko busy kwa Mwamba ambia, mwanangu kuanzia kesho tunaanza kwenda kazini rasmi. Mwamba yuko busy na mtoto wake kuliko mtoto wake Mwamba yeye ana time na wanaume, ndio yuko busy na mtoto. Basi kucha asubuhi mshikaji alipoti rasmi kazini huko kwa mtoto wake mgongoni. Anadhani anawapa maelekezo jinsi ya ufanyaji wa kazi nini, maana mshikaji hizi kazi amebobea kuliko CV zake. Aliwapa maelekezo ya ufanyaji wa kazi, basi ofisi nzima iliweza kumpigia makofi, wote waliweza kufurahi utendaji kazi wa mshikaji. Ila anachozingua tu ni kuja na mtoto akiwa amembeba mgongoni, maana mamake yuko busy kuliko. Kwa hiyo fika muda fulani mshikaji kama kaida, maana mke wake huwa ampi tendo. Basi Mwamba alienda kwa upoa zake. Mwamba nani si niambie, sikia hapa ni pesa mbele tu anza, sasa pesa nakupa shilingi ngapi? Leta tu mimi hapa naanzia 50 short time. Kwa kama una 50 naomba uweze kuondoka, tulia basi mimi achana 50, mimi nakupa kama 20,000. 20,000 mimi hapa ni 50. Sikia, achana mambo ya 50, mimi nakupa 20,000, napiga tu short time kibingwa na maliza, achana mambo yani mimi unipe 20,000. Kama una pesa naomba tu ondoke kakangu, usilete maswala yako ya ovyo. Asikie, achana mimi pesa ambayo nayo ni 50 nakupa, leta 50. Mimi nataka maswala 20,000, peleka huko 20,000, peleka kwa mke wako. Mimi sio 20,000, acha mambo na kupiga hapa na kuacha. Nimekwambiaje mimi sio wa 20,000, 50. Kama una 50 jichenga kangu. Yeye unaikataa utaikumbuka. Nikumbuke ya nini? Kama una pesa usiona kuja huku, unaenda kwako kwa mke wako, hizo pesa mpelekee mke wako, la za mboga hizi. Unaona ile unazalao, si ndio hivyo? Baki benda kupigwa na baridi. Unakuja hapo una hata 100, si ndio hivyo? Mwanaume mwenye hela za mawenge wewe. Liona unzani sisi ndio mtu watu wa chipi sisi. Wewe umekuja sehemu nyingine kakanko. Mwamba siku ya leo akuweza kupata demu wale ni mshikaji Senti. Anaenda kuopoa mtoto wa kike, anajituliza na mawenge. Upande wa pili kuna mwana bidada Glory akiwa anarudi nyumbani kwake, asanga anaangalia nyumba iko tupu, mume wake amuone nani Freddy na maana aonekana. Basi mtu akiwa anaangalia chakula ambacho aliweza kumpikia Freddy asubuhi, anashanga mbona chakula kama kiko vile ambavyo alikiacha. Alafu oh my god, mtu wa kike yani aliweza kuchoka. Angalia Freddy na maana hajala kitu. Mtu wa kike anampikia sana Freddy, lakini Freddy licha ya kula tu pia yani Mwamba mapenzi sio vitu vyake sana. Basi mtu wa kike alisha kujilaumu na kujilani tu. Basi tunaona siku nyingine kumekucha, mshikaji alikuwa amewahi kabisa ofisini kwa kumwambia bosi, nadhani nilitegemea kwamba nikipata mshahara wangu mtoto wangu niwe nimpeleke kwa mama, lakini mama alimpata na Nzola ameenda msibani. Kwa mtoto leo nimeweza kuja naye, naomba leo ndio hiyo mara mwisho, naomba msamaha. Nimekwambiaje usipende kuja na mtoto ofisini, ila kazi ya leo ni ya muhimu. Sasa utafanyaje kazi na mtoto? Hamna shida, mtoto wangu wala asumbui bosi, hajaisumbua. Kwanza naomba tuweze kunisamehe, leo tutakuwa mara mwisho, naomba nipe leo siku ya mwisho kabisa, siwezi kuja naye tena. Basi mtu akamwambieje, nadhani yani sidhani kitu ambacho nikifanya wewe kama nisi, lakini litakiwa usije na mtoto ofisini. Ambia lakini bosi naomba tuweze kunisamehe. Basi bosi akamwambia mtoto mwenyewe yuko wapi? Na maana mtoto mmoja ambia mtoto yuko ofisini. Ina maana umekuja naye, basi mlete hapa niendelee kumwangalia, wewe busy na kazi, maana mtoto atakuwa anakufanya unashinda kwa amna bosi anisumbui chochote, hawezi kusumbua maana ameshanizoea kwa nimesemeje, mlete nikae naye huku, wewe busy na kazi, si ndio hivyo? Au sielewi Kiswahili ambacho naongea. Basi Mwamba ikabidi kwamba aweze kwenda kumchukua mtoto wake amlete aweze kumwachia bosi, maana bosi amedai mshikaji ili aweze kuwa busy na kazi nitakiwa asione. Basi hapo mletea mtoto bosi mwenyewe basi anacheka na katoto anacheza nako hapa. Mshikaji alimaliza kazi na kwenda kumwangalia, anashaka na gonga kabla hajua kana cheka mtoto anacheka, afu ni mara ya kwanza kumpa mtoto wa kike mtoto na anacheka, maana mke wake hii kazi huwa inamshinda kule. Mwamba akachungulia, akapiga kwanza chabu kwa nini ambacho kinaendelea, na anashanga bosi wake anacheza na mtoto wake kama ni mtoto wa bosi wake. Mwamba hichi kitu kilimfurahisha kulikuwa, ni alienjoy kumuona bosi wake anafurahia na mtoto wake vile ambavyo yeye huwa anafanya na mtoto wake. Ana tamu ya kulia, mtoto yuko busy anacheza, bosi anaminya laptop kidogo anaendelea kucheza. Hichi kitu kilimpa furaha Mwamba kulikuwa, kule wanawake kama hawa, hii ni mali kwa
mshikaji aligundua kama bosi wake ni mtu ambaye ana upendo wa kweli. Maana kama anaweza kuongea na mtoto wake, basi hata yeye anaweza kuongea naye. Kazi waliendelea kupiga kazi. Manzani leo wamekuja kusign contract moja huko, yani yeye na bosi wake Mwamba Saint pamoja na mtu wa kike Glory wamekuja kikazi. Kuna kuna bosi ambaye mkuja kuzungumza naye, kufanya naye kazi. Sasa ile bosi ambaye hamna shida ndani kazi, nimeshakuwapa hii tenda na wapa nyinyi. Kwa naomba mfanye kwa umakini, maana CV zenu nimeziangalia, mpo fit cool. Basi bosi mdosi akamwapa mkono nini kwa kufurahia kwa wapa ajira. Basi mzani hapo wote wakawa wameenjoy kulimshua, akawa anaondoka zake, kabaki mtoto wa kike Glory pamoja na Saint. Wao wakana pongezana pale kwa kuweza kupata hii tenda. Basi tuagize bia tuweze kujifresh. Mtu akambeje, tulia. Mimi sio bosi wako, mimi ndio naagiza. Wewe mfanya kazi uniagizia mimi bosi. Maana bosi aligoma kuagiziwa na mshikaji Mwamba Saint, itaka jiongeze kwamba yani mwanaume ndio aweze kulipia. Sasa mtu wa kike alikunywa pombe mpaka Mwamba ambie, bosi. Nadhani umekunywa pombe ya kutosha sana, niache, maisha yananisumbua, niache. Mimi na stress na mtu wa kike. Alikuwa anakata tu mitungi mpaka mshikaji Saint akapata mengi. Mtu wa kike vipi? Mbona anapiga sana minyinyi? Mwamba akajitahidi kuangalia kana akagundua pombe aliyokunywa mpaka sasa amekunywa pombe ya kutosha bosi. Nadhani pombe inatosha, afu muda wenyewe pia umeenda. Mtu wa kike hataki kubandua glasi mdomoni. Mwamba Saint akajitahidi, bosi. Naomba uweze kunielewa, muda umeenda, afu pia pombe umekunywa ni ya kutosha bosi. Kabidi kwa Mwamba aweze kumnyang'anya mtu wa kike Glory glasi, afu anamwambia basi twende bosi. Nadhani muda umeshaweza kwenda, tuweze kuondoka. Mwamba akambeba mtu wa kike pale aweze kujichenga, waweze kusipoza. Mtu wa kike amelewa kweli, maana hiyo mtungi wote ameukata. Yeye mtokea anainuka akaenda chini. Niko sawa. Unajua walevi huwa ni wabishi. Mwamba anamwambia wewe umelewa Saint, kwani kuna kimtu wa kike anagoma anadai kwamba yeye yuko fit. Unajua walevi waamini kumwambia umelewa, akuamini, yani ona yeye yuko fit kuliko hata wewe ambaye hujalewa. Basi mtu wa kike kila kitaka kuinuka alikuwa ndogo. Mwamba anambia niache, mimi niko fit Saint, usijali, mimi niko sawa. Mwamba kweli walevi huwa. Basi mtu wa kike alijikokota mpaka hivyo akaweza kuinuka, akawa amesimama. Aliposimama ikabidi kwamba waweze kuingia kwenye gari, waweze kusipoza. Kufika tu kwenye gari, mtu wa kike akawa amesinzia na Mwamba Saint. Kumbuka kujua ambako anaishi bosi wake Glory, yeye akufa. Mwamba akadrive bosi, nipe location ni wapi? Mwamba aelewe kumpeleka hapo. Mtu wa kike alikuwa amelala zake. Basi kabidi Mwamba aweze kudrive na kuishia engine. Basi kufika asubuhi, mtoto wa kike alikuwa amelala kwenye gari. Kwa Mwamba Saint aweze kusimamisha tu gari sehemu, waweze kulala hapo, maana alishinda kumpeleka mtu wa kike kwake hakujui, na aweze kumpeleka kwake Saint anaamka. Basi mtu wa kike fika asubuhi na mapema, akawa ndio wa kwanza kuamka na shangaa na gari mazingira yupo. Amina kiangalia pembeni, anamuona Mwamba Saint wamelala naye. Wewe Saint vipi? Mbona tupo kwenye gari afu hapa sio nyumbani? Anambia bosi, jana ulilewa nishinda kukupeleka. Afu kwa mimi nilikuwa sikujua ulikuwa uko maji sana, kwa nishinda hata kukupeleka wala guest na isije ikawa msala. Mtu akiambia basi twende. Kabidi kwamba Mwamba aweze kuamka na kuvaa mkanda ili waweze kuamsha na kuitoa gari. Maana simu ambayo wapo na nyanzifa zao ni sehemu mbili tofauti. Mtu akiambia tuondoke, bidi wainue gari waondoke chap kwa haraka na mapema. Oya nyumbani kwa mshikaji uko epi leo. Nadhani epi leo mdomo kilanga, mdomo koma. Leo amekaa na msubiri mshikaji, yani mshala mmoja analala nje. Mdomo Mwamba akawa anafika kweli. Saint alikuwa anasubiria kwa wewe umefika, nimekusubiria sana. Yani mshala mmoja wa kwanza umeshaanza kulala nje. Kweli wanaume wote ni mbwa, yani wanaume wote ni mbwa, wanaume wote. Mimi nikajua labda wewe ni mstaarabu, lakini kumbe nawe hamna kazi. Mke wangu, maneno yote ya nini hayo? Nilikuwa kazini kazini ndio uzime simu, yani nakupigia simu za kutosha. Simu yangu ilikuwa imezima. Nadhani hamna shida, nimeshaweza kurudi nyumbani hapa, ndaweza kuicharge, hamna shida yote. Uicharge sio hivyo? Ina maana yani mimi nakaa hapa na kusubiri na kuamini kumbe hamna kazi. Mke wangu, ja tuenda kusaini contract kwa tukachelewa tukalala huko. Kulala huko. Ina maana unaona mimi kama mtoto sio hivyo? Yani mshala tu wa kwanza haujapokea mishale miwili wala nini, nimeshaanza kukutoa kilango mota mapembe, unarudi muda unaotaka wewe. Hebu kwanza tuone swali yako. Basi mtu hakika akamnusa mshikaji, umetumia kondo kabisa, nasikia harufu ya uzinzi kwako, harufu ya uzinzi naisikia. Hebu niache. Ukabidi kwa Mwamba aweze kuondoka. Zamani kale ambazo ameanza kuongea mke wake zilikuwa sio rafiki. Kama mshikaji hawagi anatumia hata kondo, maana kwa alikuanza kutoka huko nje atapata madhara, ataleta magonjwa huko ndani hivi karibuni. Mtu hakika alishakujiloa, maana anamlamu mshikaji kwa kulala nje. Basi Mwamba akawa hivyo ana jinsi atafanya nini. Upande wa pili mtu wa kike akiwa mpoa zake Glory anashanga muda huo alikuwa yuko na Mwamba Saint. Sisi nilikuwa mshajiandaa mweza kurudia tena. Anambia vipi? Mwenzio na alikuwa bado ninanilia. Basi mtu wa kike akabidi kwamba aweze kuleta mtungi waweze kuzimua, maana jana walikunywa sana. Kwanza leo waweze kutoa ngova. Mtu wa kike kama leta mtungi pale. Vipi mke wako anasemaje? Hajakuletea pila kwa alikuwa anambia ndio hivyo sasa tutafanya nini? Unajua kizito ambao tunaoa hawa mambo ya kifamilia unajikuta tu umeo. Basi Mwamba akamimeniwa mtungi pale mtu wa kike ili aweze kutuliza tu gaza, maana Mwamba amekuja huko kazini hayuko fit. Basi wakapiga cheers pale kwa ajili ya kuanza kunywa mtungi. Unajua mtungi sio rafiki mshikaji, kunywa tu mtungi
mtungi, alianza kutema sio unajua mwanamke nini. Yaani ananiletea mambo kibao sana. Yaani jinsi ya kuona kwa sababu tu nilimpa mimba ndio maana nikamua, lakini kiukweli sijai mpenda hata kufanya vitu ambavyo ananifanyia. Kikweli itakiwa niwe nimemwacha. Sababu tuna vile nawaza mwanangu namlea mwenyewe, mpaka mwanangu nimempeleka kwa mamangu. Yaani anashindwa kumlea mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Yaani kwa muda anajiuliza vile mtoto ni wa kwake kweli au tu sio. Basi mtu hakiki Glory akamwambia tulia basi. Kabidi kwamba Glory aweze kumtuliza Mwamba Senti, ambaye tulia basi usiongee. Maana Mwamba alikuwa anaongea kwa uchungu sana. Mke wake vitu ambavyo anamfanyia vinamkatisha Mwamba tamaa, hapo anashindwa kumwacha kwa sababu ni mke wake wa ndoa. Basi Mwamba kana angalia na mtu hakiki Glory. Unajua mawasiliano ya macho ndio kile kitu. Wakawa wanasogeleana taratibu na Mwamba akaanza kupata denda. Jinsi halisi ya miwa mshikaji akanaipata kwa bosi wake. Mwamba ameshasahau kwamba ni bosi, maana bosi naye ana samani bosi samani mshikaji akawa amejitikia pia. Bosi naye alikuwa amenogea, bosi pia akawa amejitikia kabidi kwamba Mwamba aweze kujichenga. Mwamba nani Senti akawa ametoka. Bosi bosi kiukweli alikuwa ameenjoy bosi la Mwamba ili limba, maana bosi ni kitambo hajapata vitu, maana mume wake huwa anamkazia. Mwamba akarudi tena, bosi Senti amekuja tena, bosi naomba kunisamea kote. Mtoto wa kike alimrukia Glory alienda kumrukia Mwamba na kuanza kupata denda kwa mshikaji. Mshikaji naambia wewe hapa siwezi kukuacha. Mshikaji alisahau kama ni ofisi. Basi hivyo fika usiku tutakie Glory amelala na mume wake, lakini mawazo yote ya Glory yako kwa mshikaji Senti, maana Senti ndo mwanamume wake wa kwanza kumuonesha upendo kama mtoto wa kike. Aliolewa akiwa bado ni bikira, kwa hivyo vitu mume wake hajai mpa hata siku moja. Afa anashangaa mwanaume kama yule mtoto wa kike. Kikweli mawazo yake yote alikuwa anamwaza mshikaji Senti, mpaka anacheka mwenyewe usiku kucha. Ila Mwamba amelala tu kama mtu. Mshikaji sijui tatizo gani Fred, maana mkimwangalia mtu hakika Glory ni piskali. Basi siku zikaendelea, mshikaji anafanya zake kazi mpaka usiku. Senti ni mtu wa kazi, maana anaogopa rudi nyumbani, kuna vuvuzela nyumbani. Mke wake ni mtu wa makelele sana. Kwa kuna muda mshikaji wanaona bora baki tu ofisi, ambia bosi naomba anadhani niko anafanya kazi mpaka usiku, naomba uweze kunisamea leo jitokeza jana, naomba uweze kunisamea. Amnozani hata kuna msamaha Senti. Kikweli Senti kitu ambacho ulinipa jana mwenzio kilininogia. Bosi akarudia tena kupata denda kwa mshikaji. Kama unavyojua bosi ana upilwa na muda mrefu, vitu hajaweza kuvifanya. Leo nadhani hawakuishia tu ofisini, mpaka walienda kumaliza haja za mioyo yao. Mshikaji leo yuko na mtoto wa kike Glory. Yaani huyu ni bosi wake. Mshikaji amezagamua bosi wake. Kuna kazi kweli tena. Basi wakawa wamepanga plani za kutosha kama mshikaji alidai ampendi mke wake. Hata Mwamba pia alidai ampendi mke wake. Hata bosi ampendi mume wake. Wakawa wamepanga mipango ya kutosha hapo wafanye nini ili waweze kuoana. Basi mshikaji alichofanya, mshikaji alichoamua, hebu tuone plani yao. Basi Mwamba anaanza leo amekuja na mtoto wa kike. Nani Sindambieje hapa kitu ambacho natakiwa ufanye. Akija mke wangu ujidai kama uko busy na mimi aweze kutufumania, aweze kunifukuza. Hiyo ndio mbinu ya mshikaji, kwamba mshikaji anachotaka aweze kupewa talaka na mke wake. Kwa unachotakiwa hapa akija uoneshe malavida. Basi mwambie hiyo ndio kazi yangu. Mimi nadhani kazi yangu ndio hii. Nitakufanya tulia nimekwambia mpaka aje. Sio saa hizi. Vipi wewe? Bosi sina kuonesha ufanyaji wa kazi, tulia bwana vipi? Somba wewe subiri, mimi sijakuchukua kuja tufanye mapenzi. Kwa mshikaji alienda kumuopoa mtu akiki kama ilivyokuwa. Kaniambia ndo anakuja huyo. Basi jiandae, ndo anagonga mlango. Basi mtu akiki huyo ambaye ameenda kuopolewa na mshikaji ikabidi kwamba aje kusaula nguo zake ajiweke sawa sawa, ili mradi tu Mwamba aweze kufanya chapu. Mbona kama umevua sana, usivue zote wewe vipi? Tulia, mimi sina najua kazi. Tulia nikuoneshe. Mbona umevua sana, tulia. Basi Mwamba akawa anakumbatiwa mdomo. Mtu akiki pia anaingia na changa kwenye nyumba yake. Mwamba ameingiza zigo. Wewe Senti, kwa nyumba yangu unafanya nini? Senti, kumbuka huo ni mchongo wa Senti, ameweza kupanga mradi aweze kufumaniwa na kupewa talaka na mke anachanga. Yaani Senti kwa nyumba yangu unaingiza mwanamke. Senti unaleta malaya kwa nyumba yangu. Wewe leo naua mtu. Leo haki ya Mungu. Leo na mtu tokea ambaye ameletwa na Senti. Alikimbia. Unakimbia mshenzi wewe. Wow. Na ngoja nidili na huyu Senti. Senti leo nasema nakutumbua utumbo. Senti unaleta mwanamke kwa nyumba yangu. Una akili wewe mwanaume wewe. Mwanaume mpumbavu shetani wewe. Yaani umepata pesa tu kidogo umeanza kuleta wanawake ndani. Si ndio hivyo? Yaani ina maana mshahara mwezi mmoja umekufualisha kulala nje umeanza kuleta na wanawake ndani mwangu. Senti nakuchukia Senti. Senti nakulani mwanaume mpumbavu shetani. Basi mtu kike alitukana matusi kama yote. Upande wa pili unaona huyu ni mfanyakazi wa nani kwa kina Glory. Huyu ni mfanyakazi wa Glory. Basi alikuwa anakimbia muda huo. Tumeona Mwamba Fred akiwa amevimba. Vipi mbona pia kaniambia yani huko ameweza kunivamia, wameninyang'anya simu, kila kitu changu, mkoba, hata pesa zilikuwa mle kwa hapa nilipo. Sina tena wamekuvamia simu gani? Nilikuwa natoka dukani wameweza kuchukua kila kitu changu kakaangu. Naomba uanze kunisaidia, uanze kunipa msaada. Sile ndafanya sasa mimi hapa msaada wa kukupa. Kwani unaenda simu gani? Ambia mimi naenda hapo mbele tu
kidogo ndo nyumbani kwa palipo, sielewi hata nitafanya nini. Mshikaji akamwambia yani wewe achana yote, basi njoo niweze kukufikisha nyumbani kwenu, ingia kwenye gari. Basi mtu akaambia kwamba nakushukuru kaka. Kawaida kumshukuru kwamba Fred ameweza kumpa lift. Huyu bidada alikuwa ampewa lift na mshikaji Fred anaba Fred kabidi kwamba aweze kutoa gari na kumpeleka mtoto wa kike viwanja jamaa. Kwa basi Fred alikuwa kwa gari mtoto wa kike, mitego ilikuwa ni mingi sana kwa mshikaji Fred, maana Fred yuko busy sana. Fred anaangalia vipi umefika? Nadhani nakushukuru sana kakaangu, unajua msaada wako ni bosi, hata nikulipe nini? Kaka mtu wa kike akaanza kujishikashika, nikupe basi hata mlonga msikodi ambie. Fred akacheka tu sikisia, afu sio vitu vyangu au una vitu vyangu hata kidogo. Kakaangu usiseme hivyo, mimi naweza nakupa chote kile ambacho nataka. Wewe naomba utoke kwenye gari yangu, mimi sina tamaa na wanawake hata kidogo, mke wangu leo naye ananitosha sana. Wewe nikwambia toka nje kwenye gari. Mtu wa kike alianza kuleta shobo kwa mshikaji Fred, ambiaje unatumia akili yako, mimi nimekusaidia, sitaka unipe kimwili chako, hebu toka nje. Mwamba alimtuma mtu wa kike kuamini kwamba licha mashape yake yote hayo kwa watu hayana shida na alishape. Basi mtu wa kike akawa jinsi kwamba mtu wa kike aweze kumpigia simu bosi ambaye mpaka anambia kwa ina maana umeshindwa kumtega Fred wewe. Uko serious umeshindwa kumtega Fred? Mama akawa amechukia kwa mtu wa kike Glory. Tulimtuma yule bidada aweze kumtega Mwamba Fred ili aweze kumfanya. Lakini Fred aliweza kutoroka ule mtego. Upande wa pili kwa mshikaji kwa mke wa Senti, yani yeye pia anashanga Fred leo mshikaji Senti amekusanya vilago vyake anataka kusepa. Akabidi kwamba mtu wa kike pia muulize vipi na mabegi hayo unaenda wapi? Maana sijakuelewa. Au mabegi anapeka kiukweli mimi naona aibu sana. Jinsi ulivyoweza kunifumania, naona hujaongea neno lolote. Kwa naomba tu niweze kuondoka zangu, niende nikaangalia maisha yangu huko mbele, nianze maisha mapya. Maana kiukweli moyo wangu na dhamira yangu inanisuta kiukweli, kitu ambacho nimekufanyia ni kibaya kiukweli kabisa. Nikijiangalia mara mbili moyo unaniuma. Kwa nimeamua tu niweze kuondoka. Kiukweli naomba uanze kuniacha, tuweze kuachana rasmi, kwa mimi niendelee na maisha. Kutokea kashanga. Yani ina maana unachokiongea unajielewa. Yani mimi ndio nimeanza kukufumania, afu wewe ndio unataka kuondoka. Kiukweli naona aibu, najisikia vibaya nikikuangalia. Ulikuwa unanionyesha upendo na heshima, lakini mimi nimeweza kukosea, nimeweza kukufumania. Kwa naomba tu tuweze kuachana. Yani kiukweli kwanza kuniomba msamaha kwamba mke wangu, naomba uweze kunisamehe kitu ambacho nimekufanyia. Wewe unataka kuondoka. Kiukweli yani hapa hamna kuondoka, hamna kote ambako utaenda. Kitu ambacho kilitakiwa uweze kuniomba msamaha kwamba mke wangu, naomba unisamehe kosa ambalo nimefanya, naomba uweze kunisamehe. Wewe ndio unakuwa kwanza kukusanya mabegi hayo. Hamna kote ambako unaenda. Hamna kote ambako naenda kivipi? Yani nikwambie kiukweli yani hapa hauondoki. Mimi nimesha kusamea hata kabla hujaomba msamaha, humu ndani ndo lazima ukiamna kote ambako unaenda. Hamna cha kuachana, hamna cha nini, hamna cha talaka wala cha nini. Mimi nataka tuachane. Mimi nimeshakwambia hamna cha kuachana wala ni. Upande wa pili kwa mtu wa kike Glory amua mtafute Juma Lokole. Mzee ni mzee wa udaka, kwambiaje kwa ina maana mume wako akupi tendo afu unadai kwamba hapendi na wanawake. Yani nashindwa kumuelewa. Yani ajue nipo toka tumeoana, aje nipa penzi afu na kuna mwanamke nimemtuma ambia hizo kazi ndogo, mimi nipe tu kipato changu, nipe fedha, kazi zote ndaweza kuzikamilisha. Basi Mwamba akabidi apewe picha hiyo mshikaji pamoja na kazi yake ambayo anatakiwa afanye. Huyo mshikaji ni mtu wa udaku, ni mtu wa umbea, yani kila kitu mjini hapa kiko. Kaangalia picha hii, picha mwanamke wa nani, anambia huyo ni mwanamke wa mfanyakazi wangu, naye pia nataka uweze kumchunguza ujue tabia zake. Anambia hiyo kazi imesha, mpaka hapa kazi imekwisha, kila kitu hapa kimesha kaa. So basi walikutana leo, nadhani leo kulikuwa mtoto wa kike Glory pamoja na Senti na Juma Lokole, mzee wa udaku, mzee wa umbea. Vipi? Ambia kazi yako nimeshamaliza. Kazi yako nikwambia, kazi yako ni nyepesi sana. Mshikaji ni mtu wa udaku, ni mtu wa media. Kwa mshikaji kila habari ya town anaambia bosi, nadhani matokeo ya kazi yako ni haya hapa. Mume wako kama nilivyokuambia, mume wako ni shoga. Tokea kashangaa, mume wangu shoga kivipi? Angalia picha, ndio maana hata huwa akupi penzi. Kwa nini unachokisema mtokee kuangalia picha? Anashangaa mume wake yuko na mwanamume mzee. Maana mshikaji anafanya mapenzi ya jinsia moja, kwa ndo maana hata ampi penzi mtoto wake. Mtokea akaanalia tuamini. Akamwambia sikia Senti, hata wewe Senti, yule mtoto ambaye unampenda, unamuonesha mapenzi, yule sio mtoto wako. Yani kwa taratibu za madokta kila kitu, yule mtoto sio wakakule, mtoto wa shalbalo mmoja hivi. Kwa wewe umelea tu mtoto ambaye sio wako, unamuonesha mapenzi mtoto ambaye sio wako. Lokole akamwambia oya, mimi najichenga. Juma Lokole baada ya kuwapa udaku naombea mshikaji akawa anasepa zake. Pia Senti atamana yule mtoto sio wa kwake. Upande pili kwa mtu hakika, aliporudi nyumbani akamkuta Fred amepua zake. Anambia Fred, nimekuja na polisi. Fred, polisi wa kazi gani? Polisi wananiambia Fred, na maana Fred, na maana wewe kumbe ni mweshilati, wewe ni mpumbavu. Hebu angalie hii upumbavu ambao unaufanya, kila kitu kimejulikana. Na maana mimi wewe Fred mpaka hapa. Basi Fred anaangalia shanga, Fred yuko na janaume zenzie. Fred amekumbatiana na janaume jenzie. Kila kitu
kitu kimejulikana, mtu wa kike amejua mke wangu. Nani mke wako? Mke ni tendo. Ina maana unashindwa kunipa tendo, kumbe kuna upumbavu ambao unaofanya. Mtu wa kike alichoamua ni kusanga kwa mshikaji Fred. Upande wa pili kwa Mwamba Senti huku amembananisha mke wake. Nataka uniambie ule upumbavu gani ambao unanifanya? Kiukweli Senti, mimi nakupenda. Ule mtoto kweli sio wako wako. Mimi nilikupa ule mtoto kwa sababu nakupenda. Wewe ndio ndo baba sasa ambaye unaweza kunilelea mwanangu. Yule mwanamke ambaye alinipa mimba alikuwa tu ni shalobalo, ni tuzi ambaye hawezi ana upendo wa aina yote. Yani yuko busy na wanawake wengine. Kwa mimi nilikuwa na baba sasa wa mwanangu ni wewe Senti. Please Senti, naomba uweze kunisamehe Senti. Nakupenda kiukweli. Mtokea na mambo msamaha. Sina bieje. Unanipenda upumbavu, unanipenda nini? Hapana, siwezi kuwa nawe. Senti aliamua kujichenga na hakusepa zake. Senti ameenda wapi? Pia mtokea aliamua kuondoka kwa mume wake na kuja kwa Mwamba nani? Senti. Na maana watu wawili wanataka kuana. Ni Senti na mtu wa kike Glory wameshapendana, watu wawili moyo wao inadunda pamoja. Wote walikuwa hapati furaha kwenye amani na ndoa yao. Basi Senti amua kuchukua ile dundo na kuishi. Nadhani mpaka hapa tumeshafikia mwisho wa kigongo chetu. Kama hujaweza kusubscribe, kulike, comment na kushare, huo ndo wakati wa Bongo la Familia bab kubwa.